Na kama serikali itafanya jeuri vile tunataka, narejea tena, na wapia mimi ni muumini ya Mungu, hata Mungu akuweza kutoa roho yangu, hakutokuwa na malipo kuanzia Disemba. Hakutakuwa na bank, hakutakuwa na mishahara. Hii mfumo ya kwanza. Tunakuja ya pili. Mfumo ya pili inaitwa Tanzania Interbank Settlement System, ambayo nimewatajia tayari. Sasa unaweza ukauliza hii ni nini maana yake na ni kitu gani inakuwa inafanya. Na wapa tafsiri tena hivi kwa Kiswahili kama ile ya mwanzo nimewapa ya mwanzo ya Government Electronic Payment System, ambayo ni GEPG. Nimekuja namba 2 kwa sababu nimwambia iko 3, ambayo ni TISS, Tanzania Interbank Settlement System. Nini maana yake? Hii ni kitu gani? Huu ni mfumo wa malipo makubwa. Kama ile serikali kuna malipo ya kawaida zile mandogo na kuna malipo makubwa. Inatumikaje? Huu mfumo unatumika kwa malipo makubwa ya serikali, kama vile mishahara kupitia zile watu wanapata mishahara kupitia mabank. So mishahara zote ya Tanzania lazima itumike hii system kufanyika malipo, ambayo ni Tanzania Interbank Settlement System. Na nyingine inatumia mfumo huu kufanya kitu inaitwa uhamisho mikubwa wa fedha kwa taasisi. Kwa sababu ile unaweza ukaona serikali inafanya mahamisho makubwa ya mapesa, either kwa kutia ndani ya nchi ama kwa kutoa ndani ya nchi. Haiwezekani bila ya hii mfumo. Na jambo lingine, hii ndio mfumo pekee yake ambayo malipo ya miradi ya serikali inafanyika. Miradi ili yote wewe unajua peke zako ya serikali ili fanyike malipo zake, lazima itumie Tanzania Interbank Settlement System, ambayo nimewaambia ni TISS. Peke zenu naomba mjitahidi muandike hizi mambo, kwa sababu nitakupeni manafasi mkuwe mnauliza na muende mkajisomea peke zenu. Hii ndio ya pili. Na hizo ndio inafanya kazi. Na mfumo wa 3 inaitwa TIPS, ni TIPS. Kiurefu yake Tanzania Instant Payment System. Nini maana yake? Maana yake huu pia ni mfumo ya malipo, zile malipo za haraka. Ile malipo ya hapo kwa hapo, ambayo inaunganisha bank na mitandao za simu. Kwa sababu ile Afrika iko kitu inaitwa mobile banking, kama ile Vodacom pesa, Matigo pesa. Sasa ile pesa hata kama mtu unatuma, lazima kuna mfumo mkuu inapita, ambayo ni BOT, na hiyo mfumo inaendeshwa na BOT peke zake, na inaitwa TIPS. Ndio hiyo Tanzania Instant Payment System. Sasa serikali pia muda mwingine inaweza kutumia hii pia TIPS pale wakati tu malipo yanahitajika kufanyika kwa mara moja, yani kwa maharaka kupitia njia za electronic. Inaunganisha pia hii mfumo. Sasa ndugu zangu, kabla nilihisi ipo na umuhimu sana kuwapea maelimu juu ya hizi mifumo ni nini na vipi inafanya kazi. Na kuombeni sana, ikiwa nimezungumza jambo ambayo haijafahamika kwa ufasaha sana, niko tayari kurejea. Ndugu zangu, sasa hivi tunaongea, hii mifumo tayari ipo totally disrupted. Tumeingilia. Japo licha ya ukweli kwamba wapo na access ya kufanya peke zao, wako na access pia, na sisi pia peke zetu tuko na access. Niko na mtu nimestaajabu sana kuona mpaka sasa BOT haijatoa taarifa rasmi kwa wawekezaji ya Tanzania pamoja na raia za kawaida ambazo zimeweka mapesa zake kwa mabank, kuwaeleza hatari gani ipo kwa nchi yetu, na wanajaribu kusolve hii tatizo kwa ile njia peke zake wanajua wanaweza kufanya. Kwa hiyo ndugu zangu, hii mifumo tayari tumeishikilia, na tunaitaka serikali ya Tanzania, kwa sababu hii jambo ikiwa ni ya uongo, maana yake italeta taharuki. Kama wataweza kukiri kwamba hatujaingia kwa hii mifumo, tunawa challenge
BOT Tanzania kupitia wizara yake ya fedha wakiri kwamba hili jambo hatujaingilia bado. Tunaichallenge BOT iseme kwa ukweli zake peke zake kwamba hii mifumo bado hatujaishika. Lengo yetu ya kushika hizi mama system si kwa kuwa tunahitaji mapesa. Sisi ni watu tunamwamini Mungu sana. Lengo yetu kubwa, nimewambia, tunafanya kitu ambayo tuna paralyze serikali isiweze kabisa kukua na nguvu ya kufanya jambo lake lolote lile. Sasa nini tumefanya kwa serikali? Baada ya kuwa tayari tuko na hii mifumo kwa mikono zetu, tunaweza kufanya zile peke zetu tunataka. Leo sasa nimekuwa na mawasiliano na kiongozi wa DP World. DP World hii ni ile kampuni ambazo Samia Suluhu Hassan pamoja na majambazi wenzake walileta, wakaipea bandari zetu, wakaiuza. Nimewasiliana na group chairman wao ambaye pia na pamoja na CEO wa DP World anaitwa bwana Sultan Ahmed bin Sulaiman. Huyu mjamaa pia ni chairman, ni mjamaa mwenye kiti ya mabandari pamoja na mambo ya maforoza ya kuna kitu inaitwa Free Zone Cooperation. Siwezi kupata Kiswahili kitamu, naomba mkasome hiyo jambo. Inaitwa Free Zone Cooperation, peke yake huyu pia ni chairman. Sasa tumemwambia, tumeipelekea pia baada ya kuzungumza na huyu CEO, tumeongea pia na secretariat ambayo ya DP World. Sio ile ambayo iko kwa Tanzania, tumeongea na secretariat ya makao makuu ambayo iko kwa mji inaitwa Expo City Dubai, uko mchini Dubai, ndani ya mji inaitwa Jabal Ali, kwa PO Box 17000. Na namba yake ya simu huyu chairman, unaweza mkachukua put pressure kwa raha zenu, ni +971881110. Labda Abil iandike hapo wamsumbue huko. Iandike hapo kama unaweza. Na email yao ya secretariat, sio ile email tu ya DP World, secretariat ni info@dpworld.com secretariat. Tumemweleza CEO pamoja na group chairman bwana Sultan Ahmed bin Sulaiman kwamba nchi ya Tanzania sasa hivi Generation Z ambayo ni sisi, tunapinga kivikali kabisa utawala haramu ya Samia Suluhu Hassan. Na kupinga zetu, tumepeleka taarifa, tumemshitaki ICC, na mimi binafsi nimeandika affidavit yangu, ni kiapo yangu peke zangu, ina kurasa 168 yenye ushahidi pamoja na mapassport yangu na ID yangu. Nimepeleka moja kwa moja kwa rais ya ICC Mama Tomoko Akane, kumwambia kwamba nipo tayari kuthibitisha huu shahidi ambayo ninasema kwamba hawa watu wanauliwa. Nimempa tahadhari kubwa CEO ya DP World Sultan Ahmed bin Sulaiman kwamba billions of dollars ile anaekeza kwa nchi ya Tanzania itakuja kumpatia hasara kubwa ambayo kwa historia ya DP World haijawahi kutokezea. Kwa sababu tarehe 9 Desemba tunafanya maandamano makubwa isiyokuwa na mipaka, na tutakuwa kwa nje ya bandari yetu, mali yetu, kuhakikisha kwamba hakutakuwa kitu yoyote inaingia au inatoka. Lakini nikamhakikishia bwana Sultan Ahmed bin Sulaiman kwamba mahamisho zake ya kifedha yote yako uchi, kwa sababu tayari tuko na mifumo ya BOT na tutazuia malipo zote anufanya kupitia Benki Kuu ya Tanzania. Na nikamuambatanishia na ushahidi ya zile system 3 ambayo tumeshika peke yetu. Nimeambatanisha ushahidi kwamba asikuje akadanganywa na ile mawacho ya Tanzania kwamba yupo salama. Tupo na hiyo system na tunaweza kuchezea kwa raha zetu vile peke zetu tunataka. Kwa sababu tu hatuko na nia ya kuharibu nchi, nia yetu ni kuparalyze mifumo.
Hii naomba ifahamike sana. Nchi ni mali yetu. Sisi tunaparalyze ile mifumo haramu ambayo hawa majamaa wamejiwekea. Nimemuomba sana afanye maamuzi ya haraka ndani ya wiki moja kabla ya kuingia Disemba, kuhakikisha kwamba ana watu ambazo kawapeleka ni wa raia wa kigeni wanatumika kwa DP World, waondoshe kwa nchi ya Tanzania haraka ile inawezekana, kwa sababu tunakwenda kubadilisha nchi yetu kikamilifu kabisa. Kama vile ambavyo ubalozi yote ya Tanzania tumepeleka barua rasmi na kuwapigia masimu kuwaeleza tu ni juu ya maandamano ile tunafanya, na nikawaambia mabalozi yote iambie raia zake kwamba sasa hivi sio muda mzuri ya kuja Tanzania kwa kuja kufanya mambo ya utalii, kwa sababu kuna maandamano makubwa na tutahakikisha makopa jamani, makopa na marozirozi. Mnakuwa mnaweka virozirozi huku kwa hosti, mnaweka usije wakalibutua lote. Mnapiga hivyo, mna mix. Mnaweka hivyo, mnaweka lakini mshambulie zaidi huyo. Na tutahakikisha kwamba hakuna movement wala maisha yoyote inafanyika Tanzania. Tunahitaji attention tupe sisi peke zetu. So baada ya kupeleka mabarua kwa Sultan Ahmed bin Suleim ambaye yeye ni CEO, nikampigia na simu ya kawaida peke yake kwa ofisi yake, kwa sababu tu kuhakikisha ile barua na tahadhari ya dharura imekuwa imemfika kwa deski yake, na kumpa muda mfupi sana ya kufanya maamuzi kwa faida yake, kwa sababu sisi sio mtu tuko na shida ya DP World. Sasa ndugu zangu, naomba msikilize hii kitu, kwa sababu vile tunataka kuhakikisha userious yetu juu ya kuparalyze hii mifumo. Asante sana. Hiyo ni mitandao ya X ambapo wananchi akiongozwa na Abiy, ambapo amekuwa akiongoza hiyo mikutano ya kuhamasisha vijana ama majenzi kuhusiana na maandamano ambayo inakuja tarehe 9 Disemba, ambapo amesema patachafuka, ambapo amesema hakuna yeyote atakayesazwa kuhusiana na kile ambacho Mama Samia Suluhu ameweza kuyafanya pale nchini Tanzania. So ameweza kusema kwamba yale yote ambao wameweza kupanga yatatimia vile watakavyotaka. So ni mambo mengi ambayo yanaendelea sasa hivi nchini Tanzania. Wengi wanajiuliza, je, nchi ya Tanzania iko wapi sasa hivi, ambapo wengi wanajua nchi ya Tanzania kwa nchi ya amani, nchi ambayo ilikuwa inaongozwa kwa njia ya haki, lakini tangu Mama Samia ama uchaguzi ufanywe mwezi uliopita, sasa hivi yani machafuko yameweza kuwa na Watanzania wameweza kuamka na kuongoza kwenye mojawapo ya yale mainchi ambayo yamekuwa yakifanya maandamano. Sijui una maoni gani kuhusiana na yote ambayo yanafanyika pale? Kama uko na maoni niachie hapo kwenye comment section. Kama hujasubscribe, na kuomba uweze kusubscribe, finya notification bell, ndio wakati wote tunapata habari kama hizi unakuwa wa kwanza kuzipata. Hadi wakati mwingine, nakutakia mchana mwema. Asante sana kwa wakati wako.